yoyote atakayegusa pete hii atakuwa mali yangu, yeye na ndugu zake wote. Katikati ya viunga vya jiji la Goma nchini Kongo, majira ya saa 6:30 mchana, jua likiwa kali inachoma kama moto, na barabara yalionekana ikiwa na pilika za wanafunzi wanaorudi shuleni. Mama mmoja kwa jina la Vai alikuwa anatoka sokoni akiwa ameshika simu kwenye mkono wake wa kushoto, lakini akili yake haikuwa kwa mtoto wake. Akili yake ilikuwa bize na simu yake. Pembeni yake mtoto wake Chris, kijana wa miaka 4, alikuwa akitembea kimya kimya. Hakuna aliyekuwa anamwangalia wala kumupa makini mtoto ule. Walipofika katikati ya kona ya barabara ndogo ndani ya mitaa ya Goma, ghafla Chris alisimama. Macho yake yakatua kwenye kitu kilichokuwa chini, ile pete ya dhahabu. Na Chris bila kufikiria, bila kuuliza, bila hata kumuita mama yake, aliinama akaichukua. Uso wake ukajawa na furaha, na kabla hajachelewa akaivaa. Sekunde chache tu baada ya kuvaa, macho yake yakabadilika ghafla, yakaanza kung'aa kama umeme unavyopiga gizani. Lakini mama yake hakuwa amegundua chochote. Vai alitembea mbele kidogo, kisha akageuka na akamkuta Chris akiwa amesimama. "Chris, kimbia, unafanya nini?" Chris alipofika kwa mama yake, hakumwambia mama yake nini kilichotokea, na mama yake hakugundua kitu. Walipokata kona mitaa mbalimbali, walipofika nyumbani, Vai na Chris walikaa kwenye sofa kwa uchovu, maana jua ilikuwa kali. Vai akatoa ndizi kwenye kikapu na kumupa Chris. "Kula mwanangu, upunguze njaa." Kisha akaingia chumbani, akamwacha Chris peke yake sebuleni. Lakini kuna kitu hakikuwa sawa. Chris hakukula ndizi aliyopewa na mama yake. Aliiweka mezani, kisha akaanza kukodolea macho pete yake. Akaanza kuisugua polepole kama mtu anayefurahia siri kubwa ambaye hakuna anayejua. Ghafla hewa ya chumbani ilibadilika, baridi isiyo ya kawaida ikaingia, na mbele yake akajitokeza mtu, lakini sio mtu wa kawaida, ni yule jini nyoka. Safari hii alikuwa na umbile ya kibinadamu. Akaanza kumchezea Chris. Uso wake ulikuwa na tabasamu la hila. Kisha akasema, "Usiogope, kuanzia leo mimi ni rafiki yako wa dhati. Nitaanza kukuletea pipi, chokoleti, nadhani unazipendaga." Chris akatabasamu kidogo aliposikia habari za pipi na chokoleti. Na hapo ndipo wakaanza kupanga mambo ambayo hayakuwa ya dunia hii, bali yalikuwa mambo ya ulimwengu wa giza. Ndani ya chumba Vai akusikia chochote, lakini ghafla alitoka nje akamkuta Chris kama anaongea na mtu. "Unaongea na nani?" aliuliza kwa mshangao. Chris akageuka na kusema, "Hakuna mama." "Mbona ndizi ujala?" Chris akajibu, "Mama, sina njaa." Tunakukumbusha tu usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Moja miongoni mwa masiku, Chris alikuwa sebuleni peke yake. Alikuwa akicheza michezo ya kitoto ya magari huku akitazama pete yake ya dhahabu kwa furaha kubwa. Muda mfupi baadaye akaamua kujaribu kuivua pete ile.
Kwa mara ya kwanza alifanikiwa kuiondoa kidoleni kwake na akaishusha chini taratibu akiweka sakafuni. Lakini ghafla aliona kitu cha kutisha mbele yake. Nyoka mkubwa mwenye macho yanayong'aa aliyejitokeza mbele yake na kusema kwa sauti nzito, "Chris, vaa pete." Chris alipigwa na butwa. Akaanza kujiburuza nyuma taratibu na kisha akakimbilia chumbani kwa kasi. Bila kujua kama hajavaa pete, kama nyoka hule hawezi kupotea. Maana kwa sasa ni agano. Chris chumbani alianza kukumbuka yale yote aliyaona sebuleni. Akapatwa na woga. Nyoka mkubwa alimfuata chumbani na kumrudishia tena pete. "Rafiki yangu, vaa." Tangu siku hiyo, kila usiku alipolala, Chris alianza kuota ndoto na mauzauza ya ajabu. Usiku baada ya usiku, ndoto zile ziliendelea kumtesa. Ndoto za vitisho na maonyo. Usijaribu hata siku kuvua pete hii. Siku moja asubuhi, Vai alikuwa anamwogesha Grace. Lakini ghafla aligundua pete hile ya dhahabu kidoleni mwa mtoto wake. Pete ambayo hajawahi kumnunulia. Vai alishtuka sana. Akaanza kujaribu kuivua, lakini pete ilikuwa ngumu ajabu kutoka. Ghafla Chris alianza kulia kwa nguvu. "Tafadhali mama, usitoe. Ni zawadi niliyopewa na rafiki yangu." Chris alikuwa akikumbuka agano la siri na vitisho vya usiku. Baada ya nguvu nyingi, Vai alifanikiwa kuivua kisha akaiweka chini bila kujua kwamba hilo ni kosa kubwa sana. Ghafla Vai alipigwa na bakora bila kumwona ni nani aliyompiga. Kwa hofu kubwa alikimbilia chumbani. Wakati huo huo, Chris alianza kusikia sauti ikimwambia, "Chris, chukua pete uvae." Polepole Chris akaifuata na akaivaa tena, bila kujua pete hiyo ni kama kaburi kwake. Lakini kadiri siku zilizopita, matukio ya ajabu yalizidi kuongezeka. Kuna muda Chris anarudi nyumbani na zawadi mbalimbali: pipi, biskuti, chocolate. Na kila alipoulizwa na mama yake, "Unatoka navyo wapi?" alisema, "Nimepewa na rafiki yangu mama." Lakini huyo rafiki hakuwa mtu wa kawaida, na mama yake Chris hajawahi kumwona. Na kama kawaida ya mama, akaendelea kuchati na simu yake. Chris akafungua biskuti yake na akaanza kula. Chris ajue kwamba huyo mtu anayemuita rafiki anatafuta nini kutoka kwake. Alimchukulia kama rafiki na akamfurahia. Ilifika siku sasa, jini nyoka akaanza kumchukua Chris na kumpeleka sehemu tofauti tofauti isizojulikana na binadamu wa kawaida. Siku moja, Vai alienda kwenye chumba cha Chris usiku. Lakini hakumwona Chris. Alikuta chumba cha Chris kikiwa tupu. Chris hayupo. Vai alitoka akamtafuta hadi sebuleni, lakini Chris hakuwepo. "Mungu wangu, ameenda wapi huyu mtoto?"
Vai alijiuliza maswali, lakini ghafla Chris akajitokeza kama upepo na kujifanya kama alikuwepo. Kisha akaita mama. Mama yake aligeuka kwa hofu kubwa na kumuuliza, Chris, ulikuwa wapi? Chris akasema, mama, nilikuwa hapa. Vai alikasirika, akamwambia kwa hasira, nenda chumbani. Chris akaingia chumbani kwake, lakini Vai alihisi vitu vibaya kabisa siku ile. Akaanza kujiuliza, alikuwa wapi na mbona sikumwona? Matokeo yale yalimfanya Vai aishi kwa simanzi, hofu na mawazo mengi. Vai alianza kukumbuka kile kilichotokea jana usiku na vituko vyote ambavyo anaviona kwa mtoto wake kwa sasa, mara kupotea, mara kuzungumza mwenyewe, pia zile zawadi zote ambazo Chris anazileta nyumbani. Na siku ile akaamua kumpigia simu kaka yake mpendwa aitwaye kwa jina la Ali Sekalema. Ali alikuwa ni mtu wa dini mwenye maono na mwenye uwezo mkubwa wa kupambana na nguvu za giza. Vai akamweleza kila kitu kinachoendelea kwa mtoto wake Chris. Kaka, nahisi kabisa kuna nguvu za giza ambazo zinaingia kwenye maisha yangu. Naomba Jumamosi uje nifanyie maombi kaka yangu. Baada ya kusikiliza kwa umakini, Ali akasema, usihofu dada yangu, Jumamosi ni mbali. Nitafika kesho kabla ya saa 6 kamili. Lakini jini nyoka alikuwa anasikiliza kila kitu, na ndipo alipoamua kumzuia Ali asifike kwa wakati. Maana kwa muda ule wa saa 6 kamili, jini nyoka alikuwa amemupa Chris maagizo. Ikifika saa 6 kamili, mguse mama yako kichwani ili muondoke wote kwenda kwenye ulimwengu wa furaha. Na wakati huo Chris alikuwa tayari ameingia kwenye kilele cha mtego. Jini nyoka alijigeuza kuwa binti mrembo sana, msichana wa kuvutia, mwenye sura ya kushangaza, msichana wa 2000. Akaanza kumshawishi Ali njiani kwa lengo la kumchelewesha. Kwa muda mfupi Ali aliingia kwenye majaribu, lakini ghafla ahadi ni bora kuliko tamaa. Ali akaondoka kwa haraka, lakini jini nyoka hakuacha kumzuia Ali. Akajitokeza tena mbele yake kama mwanaume mmoja tajiri, kwa lengo ule wa kumzuia Ali asifike kwa haraka. Dakika zilikuwa zimehesabika, dakika 59. Chris akaanza kunyanyua mkono wake taratibu kuelekea kwenye kichwa cha mama yake kama maagizo ilivyo. Lakini kabla hajamgusa, mlango ukafunguliwa kwa nguvu. Ali akaingia ndani. Mara moja akaanza kuomba kwa nguvu kubwa sana, maombi mazito juu ya nguvu za jini nyoka. Ndani ya mwili yake kulikuwa kuna mapambano makubwa. Jini nyoka akaanza kupiga mayowe ya kutisha huku akijaribu kupambana, lakini maombi yalikuwa ni makali zaidi. Pole pole nguvu ile ya giza ikaanza kutoka ndani ya Chris, na jini nyoka akaanza kutoweka paka akapotea kabisa. Baada ya muda mfupi Chris akafumbua macho na kurudi tena kwenye hali yake ya kawaida. Ali akamwangalia mama yake Chris kisha akasema, wazazi, muweni makini na watoto wenu. Msiwaache watoto bila uangalizi. Msiruhusu simu,
ichukue muda wenu mwingi, kisha muache watoto wenu. Pia muwafundisheni watoto wenu wasiokote kitu barabarani, kwa sababu sio kila kinachong'aa ni baraka. Haya yote imetokea kwa sababu ulichukua muda wako mwingi sana na ukawekeza kwenye simu yako na ukamwacha mtoto bila uangalizi. Unajua, leo YouTube inalipa. Unaweza kubadilisha maisha yako kwa simu yako tu. Jifunze kuunda video, story na kufanya editing kitaalamu na Alai Sekalema. Jiunge na mafunzo yangu leo. Mafunzo ni wiki moja. Fursa ni hii.